Kumbe ndio. Kwa upande wangu mimi nafikiria ni kikosi ambacho Mike iweke sanjari na mdomo wako Ramsi, alafu hapo ndio. Nafikiria kwa kiasi kikubwa kwa wale wachezaji ambao wameitwa ndio walistahili kuwa pale, kwa sababu ukizingatia vile vigezo ambavyo mara nyingi huwa vinatumika kuasembo au kuita wachezaji ambao wanaenda kulitumikia taifa. Ujue hawa ni wachezaji ambao wanatoka katika vilabu tofauti tofauti. Katika vilabu tofauti tofauti, kigezo namba moja ambacho huwa kinawapeleka wachezaji timu ya taifa ni ile form au performance ambao wanakuwa wameonyesha kwa kipindi hicho kabla ya kuitwa. Yaani utakuta ni miezi miwili, miezi mitatu au msimu husika. Wale wachezaji ambao wanakuwa wamefanya vizuri mara nyingi ndio wanapatiwa nafasi ya kuitwa timu ya taifa. Lakini ukiachana na hilo, kuna kigezo kingine ambacho kinakuja, ni kigezo cha uzoefu. Ulishaitwa mara ngapi timu ya taifa? Una uzoefu kiasi gani kwenda kucheza mechi zenye pressure kwa kiwango hicho? Hicho kigezo cha pili. Lakini kigezo cha tatu tunakuja kuangalia namba zako ambazo ni upande wa rekodi, ambako sasa hivi watu wengi wanakimbilia kwenda huko. Watu wengi wanakimbilia sasa hivi mpira, kila kitu. Ukiongea kitu chochote kuhusiana na mpira, watu wanakuuliza namba zake zinasemaje, namba zinasemaje, namba zinasemaje. Lakini wanasahau kabla ya hizo namba kutokea huwa kuna vitu nyuma ambavyo vinapelekea zile namba zinatokea katika mpira wa miguu. Kwa hiyo mimi nafikiria hichi kikosi ambacho kiko hapa, kigezo kingine ambacho ni cha mwisho kabisa, mabenchi ya ufundi, walimu wakuu wakiwa wanaenda kuassemble vikosi vya timu za taifa, wanaangalia hali ya kiafya ya wachezaji husika ambao wanahitaji kuwaita kwenda nao katika mapambano ya michezo kadhaa ambayo inakuwa iko mbele yao. Mfano, hicho kigezo ambacho nimemaliza nacho ndo kigezo ambacho kinamuondoa Mbwana Samata kwenye kikosi cha timu ya taifa, ambaye ni kapteni mkuu wa timu ya taifa. Hayupo kwenye kikosi kwa sababu taarifa zilizotoka kutoka kwenye klabu yake, taarifa za kitabibu zinadai Mbwana Samata ameumia, atakaa nje kwa takriban wiki 3. Ambazo hizo wiki 3 ni muda ambao timu ya taifa itakuwa inacheza mashindano ya kufuzu kuelekea kombe la dunia. Kwa mpaka yatakamilika, lakini bado ataendelea kukaa nje tena wiki 1.5 ndo aje kurejea kiwanjani kwa ajili ya kuitumikia klabu yake ambayo anaitumikia pale nchini Ugiriki kwa sasa hivi. Lakini ni sababu hiyo hiyo ambayo imepelekea umuoni mtu kama Sospeter Bajana kwenye kikosi cha timu ya taifa. Ndio sababu hiyo hiyo pia ya majeruhi, ile hali ya kiafya ya mchezaji husika ambayo imepelekea umuoni Adolf Mtasingwa ndani ya kikosi cha timu ya taifa. Ndio. Lakini sababu ya kwanza ambayo nimeanza nayo kuhusiana na ile performance husika ya mchezaji kwa kipindi husika kabla ya kuelekea mashindano au michezo husika ya timu ya taifa, ndio imewaleta wachezaji kama Yusuf Kagoma katika kikosi cha timu ya taifa. Ndio imewaleta wachezaji kama Selemani Mwalimu katika kikosi cha timu ya taifa. Unaona, ndio inakuja kuwaleta magolikipa au wagolikipa wapi ambao mnawaona, Yakubu Suleiman na Yakubu kutoka JKT Tanzania. Amekuja kwa sababu ya performance ambayo amekuwa akionyesha ndani ya kikosi cha JKT Tanzania. Lakini tunapokuja upande wa records, kuna wachezaji hawakuwa na performance nzuri lakini wana record nzuri timu ya taifa. Mfano mzuri ni sasa hivi kapteni msaidizi wa timu ya taifa Simon Epgodi Msuva. Baada ya kupitia machangamoto mbalimbali hapa katikati mpaka anakuja kupata timu Arabuni anakocheza sasa hivi, bado hajao na kile kiwango kikubwa cha kushawishi, lakini rekodi zake ndani ya kikosi cha timu ya taifa zinaongea. Ndio maana unamuona yuko pale. Kuna wachezaji mfano unaweza kaangalia performance pia imekuja kumleta beki namba 3 wa Coastal Union. Ambaye alifunga Miraji Hassan Abdalla. Yupo kwenye kikosi kwa mara ya kwanza, anaitwa pale. Unaona, anaenda kwenye mchezo mkubwa. Lakini pia kuna ile experience sasa, umecheza timu ya taifa kwa muda gani? Una uwezo wa kumeza pressure hizi kwa muda gani? Ndio unawaona wakina Arisalim Katoro. Hayupo Aish Manula kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa sababu hajapata dakika za kucheza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Hayupo Metacha Mnata ndani ya kikosi cha timu ya taifa kwa sababu alipata majeruhi ambayo yalimweka nje. Singida Black Stars wakaanza kumtumia kipa mwingine ambaye imemweka pembeni Metacha Mnata mpaka sasa hivi. Hujui kama anatoka majeruhi ile fomu yake inakuja kurejea. Alisalimu ambaye Pimpin Kamara amecheza michezo 19 ndani ya kikosi cha Simba. Alisalimu akiwa anakaa bench.
lakini amekuja kupatiwa hizi dakika chache katika michezo 3-4 iliyopita ya nyuma, imemweka Al Salim pale. Al Salim anaingia kwa sababu kazipata hizi dakika chache kwa hizi siku za karibuni, lakini tayari ana uzoefu wa kwenda kucheza michezo ya kimataifa akiwa na jezi ya timu ya taifa, ndio maana unamwona Al Salim yuko pale. Kwa hiyo mara nyingi sio Emedi Morocco na benchi lake la ufundi duniani kote, makocha wakuu wa timu za mataifa huwa wanaita wachezaji kwa kuzingatia vigezo hivyo. Kuna mchezaji fulani utamuona kwenye kikosi ni kwa sababu ya 1 2 3, lakini kuna mwingine utamuona utaanza kujiuliza kwa nini amekuwa huyu ajawa huyu. Chazi Mombo ameitwa tena. Wakina Chazi Mombo, Chazi alitoa game nzuri katika kufuzu mashindano ya AFCON, bahati mbaya akaja akaondoshwa kwenye kikosi. Yakaingia maingizo mapya, lakini pia kwenye hii safari kipindi inaanza ya kuelekea kombe la dunia alikuwa akishiriki katika ile michezo ya mwanzo. Alishatoa tena performance nzuri. Michezo ya kujiandaa ile ya kirafiki ametoa performance nzuri. Kwenye klabu yake ya Newcastle Jets pale Australia anafanya vizuri, kitu ambacho kimemrejesha kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa mimi naangalia to me, naweza nikaa napingana na maoni ya watu wengine wengi au naungana na maoni ya watu wengine wengi. Kikosi ambacho kimeitwa, mimi nafikiria ndo kikosi ambacho kilitakiwa kuitwa, kwa sababu kina wachezaji ambao wameshacheza michezo mikubwa yenye pressure kubwa kama huu mchezo wa Morocco. Kuna watu wamecheza mchezo dhidi ya Algeria, wameshinda pale katika ardhi ya Algeria, tunaenda kufuzu AFCON iliyopita. Kuna watu wamecheza Simba na Yanga, wameenda kucheza Mohamed watano pale. Unaona, wameshacheza Mohamed watano pale Simba, wamecheza Mohamed watano Yanga. Ni wachezaji hawa kina Kashomari Kapombe, Mohamed Hussein, Ibrahim Abdullah Baka, Dickson Jobu, unaenda kuangalia kina Mdathili Yaya basi. Lakini pia kuna maingizo mapya ambayo yanahitaji kuendelea kukopi ili tufanye succession plan, mpango endelevu wa kuendelea kuijenga timu ya taifa kuelekea ukombele ambako tunatamani kwenda. Wawepo wakina Kevin John Mbappe, ana kiwango bora kwenye klabu yake anayoitumikia pale nchini Ubelgiji, lakini ana dakika anazozipata ni dakika chache. Lakini kwa sababu hii ilikuwa ni prospect ya nchi, anaangaliwa baada ya Mbwana Samata, kijana ambaye ataweza kuja kuipepelesha vyema bendera ya taifa, huenda akani Kevin John. Unamwakomodate vipi Kevin John ili ile ceiling yake ambayo uliiona mapema aendelee kuwepo pale? Ni kumjumuisha kwenye hiki kikosi, mchanganye na wachezaji ambao wana uzoefu kama wakina Simon Epigodi Msuva, ili aendelee kujifunza vitu vipya kutoka kwao, huku akiwa analipigania taifa lake la Tanzania. Tumie kikosi ambacho kakiita mwalimu exap, kwa upande wangu ni kikosi ambacho kina uwezo wa kwenda kupambana, japokuwa mpinzani sio mwepesi kiasi hicho, lakini ni kikosi ambacho kimezingatia vitu vingi vya kimpira vya kuwafanya wale wachezaji waitwe kwa pale.